الحمد لله رب العالمين. أمر بإصلاح العمل ونهى عن إبطاله، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد. فأوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز الفائزون، فقد فاز المتقون. Ndugu katika imani, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salam kiongozi wa umma huu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nikuhusie pamoja na nafsi yangu katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Tukiwa tunaendelea na vikao vyetu kila baada ya salatu al-fajr, ambacho leo biidhnillah ni kikao cha 7, na leo tutazungumzia swali jingine jipya ambalo ameliweka shekhe katika risala yake, nalo liman yubahu alfitru fi Ramadhan. Liman yubahu alfitru fi Ramadhan, ni akina nani wale wenye udhuru wa kisheria wa kula au kufungua mchana wa Ramadhani? Ni akina nani wenye ruhusa ya kisheria walioruhusiwa kula mchana wa mwezi mtukufu wa Ramadhani? Na maana kwa lugha nyingine nyepesi, tunazungumzia nyudhuru za kisheria zinazompa mtu ruhusa ya kula mchana wa Ramadhani. Yubahu alfitr fi Ramadhan bi ahadi al-a'dhari taliya, mtu ataruhusiwa kula mchana wa Ramadhani pale atakapokuwa amepatwa na mojawapo katika nyudhuru zifuatazo. Yubahu alfitr fi Ramadhani, yubahu alfitr fi Ramadhani, mtu amepewa ruhusa ya kula mchana wa Ramadhani li 5 asnafin, kwa mojawapo kati ya mambo matano. Yani udhuru ambazo zinampa ruhusa mtu ale mchana wa Ramadhani ni mambo matano, au mambo ambayo yanampa mtu ruhusa ya kula ni mambo matano. Wa hum, nayo ni kama yafuatayo: yubahu alfitru fi Ramadhan, anaruhusiwa mtu kula mchana wa Ramadhani bi 5 asnafin, kwa yani aina 5 za watu ambao wamepewa ruhusa ya kula. Wa hum, nao ni kama wafuatao: mtu wa kwanza, almaridhu, ni mgonjwa. Almaridh ni mgonjwa. Mgonjwa amepewa ruhusa ya kula mchana wa Ramadhani. Fayajuzu lilmaridhi alladhi yurja bur'uhu alfitru, inajuzu kwa mgonjwa ambaye anataraji kupona, yani ugonjwa wake ni ugonjwa ambao una matazamio kwamba muda wote anaweza kufanyaje akapona. Huyu ameruhusiwa kula mchana wa Ramadhani. fa idha bar'a wajaba alayhi qada'u al-ayyam allati aftaraha, atakapokuwa amepona sasa, amerudi katika hali yake, ni wajibu kuyalipa yale masiku ambayo amefanyaje, amekula ndani yake. Ni kauli ta'ala, na hii ni kwa kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema ayyaman ma'dudat. Kwanza Ramadhani ni masiku machache. Faman kana minkum maridha, yeyote miongoni mwenu atakayekuwa mgonjwa, au ala safari, au yumo ndani ya safari, fa'iddatun min ayyamin ukhra, basi ahesabu ile idadi ile idadi basi ya siku ambazo amezina ndani ya Ramadhani, azilipe akamilisha idadi katika siku nyingine nje ya Ramadhani.
Wa qawluhu ta'ala, na kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala kusema faman shahida minkum ash-shahra falyasum, yeyote atakayeshuhudia miongoni mwenu basi huyo afunge. Wa man kana maridha, na yule atakayekuwa ni mgonjwa au ala safari au yumo ndani ya safari, fa'iddatun min ayyamin ukhra, basi naye achukue idadi ya masiku ayakamilishe nje ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wal maradu alladhi yurakhas ma'ahu al-fitr, lakini maradhi ambayo mtu apewa ruhusa ya kula kufungua, sio kila mtu akiugua basi hiyo ni udhuru wa kula mchana wa Ramadhani, hapana. Wal maradu alladhi yurakhas ma'ahu fi al-fitr, maradhi ambayo mtu apewa ruhusa kwamba sasa hapo kwa maradhi aliyonayo sheria imempa ruhusa ya kula. Wal maradu alladhi yashqu ala al-marid as-siyam bisababihi, ni yale maradhi ambayo yatampa tabu, yatamtaabisha, yatamnyongesha yule aliyeugua pale atakapokuwa amefunga. Yani ni maradhi ambayo yatampa tabu, yatampa ugumu yule mgonjwa kufunga kwa sababu ya maradhi yake haya, ndipo amepewa ruhusa ya kufungua. Tofauti na maradhi haya, bimaana huyu bado kufungua kwake ni haramu. Mtu akiugua maradhi ambayo anaugua lakini anaweza kufunga, hayaathiri chochote katika funga yake, hatopata uzito, basi huyu itambidi afanyeje? Itambidi afunge. Amma al-maridhu alladhi la yurja bur'uhu, kundi la kwanza tumemzungumzia mgonjwa ambaye anataraji kupona. Sasa kuna ugonjwa ambao ni endelevu, mtu hawezi kupona, au al-ajiz an siyami ajizat mustamirra, au mtu akashindwa kufunga ushindwaji ambao ni endelevu. Kuna mtu anaweza akashindwa kufunga lakini kule kushindwa hatarajii kwamba huenda akafunga, yani yeye maisha yake yaliyobakia hawezi kufunga. Mfano kali kabisa, kama mtu mzima, mzee huyu akishindwa mwaka huu kufunga, hautarajii kwamba mwakani labda anaweza akafunga, au kwa kuwa Ramadhani imeshindikana kwa sababu ya utu uzima wake, baada ya Ramadhani atafunga. Maana hapana, kwa sababu kila akienda mbele ndio uzee unafanyaje? Waongezeka. Basi mtu wa namna hii kwa ugonjwa ambao hatarajii kupona, au ni mtu mzima ambaye hawezi kufunga, fa innahu yuftir, huyu atafungua. Wala yajibu alayhi alqada, wala yajibu alayhi alqada, wa inma talzimuhu fidya, wala huyu si wajibu kwake kulipa kwa sababu ameshindwa, kwa sababu hana uwezo, na si lazima kulipa hiyo funga, isipokuwa atawajibishwa kutoa fidia. Na maana fidia inakuwa ni badala ya funga, yeye atatoa fidia. Fidia yenyewe bi ayat'ama an kulli yawmin miskina, ni kumlisha kila siku maskini mmoja. Kila siku atamlisha maskini mmoja, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kile kitendo cha kumlisha maskini ni badala ya nini? Ya funga. Allah subhanahu wa ta'ala amemkhiyarisha kati ya jambo la kwanza ambalo ni funga na kulisha maskini. Kwa hiyo badala ya funga yeye atamlisha maskini. Kwa nini? Kwa sababu pia mtu mzima atakapokuwa hawezi kufunga naye atamlisha maskini, kwa sababu Anas radhiyallahu anhu pindi umri wake ulipokuwa mkubwa yeye hakuweza kufunga kwa miaka miwili hakuweza kufunga. Hii miaka yote aliwalisha maskini. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في الشيخ الكبير والمرأة الكبير. Sheikh Ibn Abbas Allah mwiradi anasema kuhusiana na mtu mzima, babu ambaye umri umeenda, na bibi kikongwe, anasema la yastati'ani ayasuma, wale ambao hawawezi kufunga, faliyut'ima makan kulli yawmin miskina, basi walishe kila siku badala ya fungo wamlishe nani? Maskini. Na
kipimo cha kumlisha maskini ni nisfi sa'i, ni nusu ya pishi ambayo takriban ni kilo 1 kama walivyoitaja, ni kilo 2 na robo takriban. Nisfi sa'i ni kilo 2 na robo. Kwa hiyo kila siku atakuwa anatoa kiasi hicho kwa ajili ya kumlisha maskini. Huyu ni mtu wa kwanza ambaye ana udhuru wa kutofunga ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ama mtu wa pili, walimusafiru, na msafiri vile vile. Hata mtu ambaye yuko safarini, huyu sheria imempa udhuru wa kufungua na kula mchana wa Ramadhani, kisha atalipa baada ya safari yake. Fayubahu lilmusafir alfitr fi Ramadhani wa yajibu alayhi alqada, yafaa kwa msafiri kula mchana wa Ramadhani na ni wajibu kwa kufanyaje? Kulipa baada ya kuwa tayari amekula, kwa kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala tulizotanguliza, faman kana minkum maridan au ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Alhamdulillah, yahdikumullah subhanahu. Kwa hiyo jambo la kwanza ni msafiri, ani mgonjwa, na jambo la pili ni msafiri. Na Allah alisema faman shahida minkum ash-shahra falyasmu wa man kana maridan au ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Ndani hizi ni aya mbili ambazo tumezitanguliza tulipokuwa tukimzungumzia mgonjwa. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, na kwa kauli yake Mtume pindi alipoulizwa kuhusiana na safari akamwambia, in shi'ta fasum, ukitaka ndani ya safari funga, wa in shi'ta fa aftir, na ukitaka vile vile fungua. Na maana msafiri akawa amekhiarishwa, akitaka aweza funga na akitaka aweza kufungua ndani ya safari yake. Wa kharaja ila Makkah saiman fi Ramadhan, na siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoka akielekea Makkah akiwa amefunga mchana wa Ramadhani. Falamma balagha al-Kadid aftara, alipofika sehemu inayoitwa Kadid, ismul makan, Mtume sallallahu alaihi wasallam akafungua. Katika safari yake alianza safari amefunga, alipofika njiani akafungua. Alipofungua fa aftara an-nas, na watu waliokuwa nao na sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, na wao wakafungua. Haya yaonyesha kwamba ndani ya safari mtu anafaa kufunga au kufungua. Wa yubahu al-fitr fi safari tawil alladhi yubahu fihi qasru as-salat. Na mtu labda anaweza kuuliza, hivi ili iwe ni safari nifungue, hiyo safari iwe ipoje? Shekhe anasema inafaa kufungua katika safari. Wa yubahu al-fitr fi safar, yafaa mtu afungue katika safari at-tawil. Kwanza safari iwe ni ndefu, safari ambayo yubahu fihi qasru as-salah, ambayo hiyo safari yaruhusiwa kupunguza swala. Hiyo ndio mtu anaruhusiwa kufanyaje? Kufungua. Kama kiwango cha safari kiada yenu, kama mtu akisafiri kutoka hapa kwenda sehemu fulani, aruhusiwa sheria kupunguza swala, kuswali rakaa 2 dhuhuri, asr na isha, basi hiyo ndio safari ambayo hata mtu akisafiri anaruhusiwa kufanyaje? Kufungua badala ya kufunga. Wasafaru almubah lilfitr fi Ramadhan huwa safaru almubah, wasafaru almubih lilfitr fi Ramadhan huwa safaru almubah. Na safari ambayo imeruhusiwa mtu ale mchana wa Ramadhani ni ile safari ya halali. Sawa, safari ya halali ndio mtu anaruhusiwa kufanyaje? Kula. Fa in kana safarun ma'siyah au safaran yuradu bihi tahayun ala alfitr lam, ikiwa ni safari ni ya kumasi Allah, yani mtu amesafiri lengo ni kwa ajili ya kumasi Allah, au safaran yuradu bihi tahayul ala alfitr, au ni safari ambayo mtu anataka apumzike apate wepesi wa kufungua. Yani mtu amefunga siku 10 anasema sasa hapa hali imekuwa ni ngumu, bora nisafiri ili walau nipumzike siku 2 kwa sababu nitakuwa safarini.
alafu nikirudi nifanyeje? Niendelee na funga. Lengo la safari ni kwa ajili ya kufungua, si kwa ajili ya jambo lingine. Au safari yake ni kwa ajili ya kumasi Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio katika hili lina ikhtilafu kwa wanazuoni. Basi huyu shekhe kwa mujibu wa sala yake anasema kwa wakati huo haitofaa kufungua kwa safari ya namna hii. Sawa? Wa in sama al-musafiru sahha sawmuhu, na msafiri akifunga funga yake itakubalika na atapata ujira. Kwa hadithi ya Anas radhiyallahu anhu anasema kunna nusafiru ma'a an-nabi kunna nusafiru ma'a an-nabi, tulikuwa tukisafiri pamoja na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwetu sisi yule aliyefunga hamtii wasiwasi, yani hamkejeli yule ambaye hajafunga. Ni safari moja, lakini yule aliyefunga katika safari hiyo hamdharau yule ambaye hajafunga, wala yule ambaye hajafunga hamdharau yule ambaye amefunga. Kila mmoja anamheshimu mwenzake kwa ile aliloenda nalo, kwamba mimi nimefungua au mimi nimefunga, wote waliheshimiana. Lakini kwa msafiri ili afunge kuna sharti, bisharti alla yashqa alayhi sawmu fi safar. Sharti ili afunge ile safari, ile saumu isije kampa uzito ndani ya safari yake. Fa in shaqqa alayhi au adarra bi, ikiwa itampa uzito au ikamdhuru, falfitru fi haqqihi afdal, wakati huo kufungua ni bora zaidi kuliko kufunga. Akhadha birukhsa, akichukua rukhsa aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume. Lianna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ra'a fi safar rajulan sa'ima qad dhullila alayhi min shiddati al-har. Sababu mtume sallallahu alayhi wasallam alimuona mtu akiwa safarini amefunga, watu wamemzungukia kutokana na ukali wa funga. Sawa, watu wakamzunguka pembezoni. Faqala an-nabii, mtume akasema laysa min al-birri as-siyam fi safar. Huyu alikuwa ni bwana ambaye alifunga, yumo ndani ya safari, akafika sehemu akadondoka, akazimia, watu wakamzunguka wakaanza kumpepea. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoona hali hiyo akamwambia masahaba, laysa min al-birri, si ucha Mungu, si wema hata kidogo. Nini? as-siyam fi safar, ni kufunga hali ya kuwa yumo ndani ya safari. Kwa hiyo hapa tumeona mambo mawili, al-maridhu wal-musafir. Wa kwanza ni mgonjwa, wa pili ni msafiri. Kwa kauli yake Allah aliposema wa man kana maridan au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Na mtu wa tatu al-hamilu wal-murdi'u, ni yule mwenye ujauzito na yule mwenye kunyonyesha. Al-hamilu wal-murdi'u, mjamzito ama yule mwenye kunyonyesha, na hawa pia wamepewa ruhusa ya kufungua mchana wa Ramadhani. Falmar'atu idha kanat hamila au murdi'a, mwanamke akiwa ananyonyesha au ni mjamzito, wa khafat ala nafsiha au waladiha bisababi sawmi, akahofu akawa na wasiwasi kwa nafsi yake yeye mwenyewe kwamba atajidhuru au atamdhuru mtoto wake kwa kile kitendo cha kufunga, jaza laha alfitr, ameruhusiwa kufanyaje? Kufungua. Kwa kile alichopokea Anas radhiyallahu anhu anasema, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema mtume wa Allah, inna Allah wada'a lil musafir shatru as-salah was-sawmi, hakika Allah subhanahu wa ta'ala amemwekea msafiri sawa nusu ya sala na funga. Kwa maana msafiri ana nusu ya sala, hakuswali sala iliyokamilika rakaa 4, la, ataswali nusu yake ambazo ni rakaa 2. Kama tulivyoona kwamba sala zinazopunguzwa ni dhuhuri itaswaliwa rakaa 2, la asri rakaa 2, pamoja na isha rakaa 2. Na sawa wasawmi, lakini vile hatafunga. Wa anil habla wal murdi'u as-sawmi, na kwa yule mwenye ujauzito na yule mwenye kunyonyeshwa nini? Funga. Wa tuqdi al-hamilu wal murdi'u makana al-ayyam allati aftarataha,
lakini atalipa yule mwenye ujauzito na yule mwenye kunyonyesha sawa zile siku ambazo amezifungua, zile siku ambazo amezila mchana wake. Wadhalika in khafata ala nafsihima, wakihofia madhara ya nafsi, yani yule mwenye mimba ujauzito au anayenyonyesha akiwa akihofia kudhuru nafsi yake, kwamba mimi nilivyo ninaweza kudhurika kwa kufunga sawa. Fa in khafat alhamil ma'a dhalika ala fa in khafat, ikiwa ataogopa yule mwenye ujauzito kichanga chake, au almurdi ala radhi'iha, au yule mwenye kunyonyesha akaogopea yule mwanae at'amat ma'a alqada an kulli yawmin miskina. Yani hapa kitukusudia kwamba yule mwenye ujauzito au mwenye anayenyonyesha wakiogopea kujidhuru wao kama wao, yani yeye mfungaji, basi huyu atafungua na atakuja kulipa baada ya Ramadhani. Lakini kama huyu ambaye ana ujauzito, yeye yuko vizuri, isipokuwa aofia kwamba huenda mwanangu tumboni atadhurika kwa kufanyaje, kwa kufunga, au huyu anayenyonyesha akaogopea mimi ninaweza nikafunga niko vizuri, lakini mwanangu labda anaweza kudhurika kwa namna moja ama nyingine. Hawa kwa sababu wanaogopea watoto, sio wao, sheria imewapa ruhusa, watafungua. Baada ya hapo watakuja kufunga nje ya Ramadhani, lakini zile siku walizozila watakuwa wanatoa fidia. Yani kama amekula siku 5, kila siku moja akifunga itawajibika kwake kumlisha maskini mmoja mpaka siku zile. Kama amekula siku 5 atafunga siku 5 pamoja na kuwalisha maskini 5. Sisi tumeelewana? Tayeb, jazakumullahu khairan. Kwa hiyo yule ambaye hatofunga, yule ambaye ni mjamzito amejiofia yeye au ananyonyesha amejiofia yeye, huyu hana fidia, atafunga tu. Lakini kwa kuwa amemhofia mtoto, basi huyu atafunga na atatoa fidia. Huyu ni mtu wa 3 ambaye alhamilu walmurdi'u. Ama mtu wa 4, walajizu ani sawmi fi kibari, ni yule ambaye ni ameshindwa kufunga kwa sababu ya utu uzima, au tayari tumegusia katika kundi la kwanza. Sheikh ameleta hadithi Sa'id ibn Jubayr an Ibn Abbas, akamleta hadithi ya Sa'id ibn Jubayr kutoka Ibn Abbas, wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Qala, anasema kanat rukhsatan lishaykh alkabir, hapa rukhsa imekuwa kwa mtu mzima, wal mar'ati alkabirati, na mwanamke ambaye ni mzima, wa huma yutiqani siyam, ambao hawawezi kufunga, ayuftira, wafungue, wa yut'ima makana kulli yawmin miskina, na wamlishe kila siku, wamlishe maskini mmoja. Walhubla, na alhubla huna ni yule mwenye ujauzito, walhubla, na mwenye ujauzito, walmurdi'u, na yule mwenye kunyonyesha, idha khafata, watakapokuwa ni wenye hofu, aftarata, basi watafungua, wa at'amata, na watawalisha maskini. Maana watafungua, watalipa pamoja na kulipa kwao ma'al fidia, kutambatana na nini? Na alfidia, fidia. Na mtu wa 5 na wa mwisho katika wale wenye udhuru wa kufungua ndani ya Ramadhani, alhaidhu wan-nufasa'u. Alhaidhu wan-nufasa'u, au alhaidhu wan-nifasa'u, au alhaidhu wan-nafasa'u. Zote haya zinakubalika kusema an-nufasa'u au an-nifasa'u au an-nafasa'u. Alhaidhu wan-nufasa'u ni mwenye hedhi na mwenye nifasi. Pia hawa wameruhusiwa kufungua mchana wa Ramadhani, kula mchana wa Ramadhani. Alhaidhu ni mwenye hedhi mwenye hedhi na mwenye nifasi. Pia hawa wameruhusiwa kufungua mchana wa Ramadhani. Na tayari hawa tushawagusia katika vikao
ambavyo vimepita, tutawagusia tu kwa ufupi kulingana na muda ulivyo. Falmar'atu allati ataha alhayd, mwanamke ambaye amejiliwa, amefikiwa na hali hii ya hedhi au nifasi tuftiru fi Ramadhan wujuba, huyu atafuturu Ramadhani kwa lazima, yani ni wajibu wa kufanyaje? Kufungua. Wa yuhramu alayha as-sawmi, na ni haramu kufunga kwa yule mwenye hedhi na nifasi. Walau swamat lam yasihu minha, hata akifunga funga yake haikubaliki. Ni hadithi Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, kama mtume asema, alaysa idha hada, hivi mwanamke pale anapoingia katika hedhi, lam tusalli wa lam tasum, si asali wala hafungi, fadhalika min nuqsani diniha, wayajibu alayha alqada wa yajibu alayhima alqada, na ni wajibu kwao kulipa ile siku walizozila. Ni kauli Aisha radhiyallahu ta'ala anha, kunna yusibuna dhalika, tulikuwa tukipatwa na hali hiyo ya hedhi, fanu'maru biqada'i as-sawmi wa la nu'maru biqada'i as-salah, tukiamrishwa kufunga, tukiamrishwa kulipa funga, na wala hatukuamrishwa kulipa nini? Kulipa sala. Kwa hiyo haya ni makundi matano au ni aina tano za watu ambao wameruhusiwa kula mchana wa Ramadhani, pamoja na aina zao za kulipa. Naktafi bihadha, wajazakumullahu khairan bihusni istima'ikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.